Tupo hapa katika Chuo Kikuu cha Dodoma ambapo leo mahafali inafanyika, mahafali ya 16 tangu chuo hiki kilipoanza. Sasa tupo na mwanafunzi bora kutoka Ndaki ya Saivu ambaye amefanikiwa kuwa mwanafunzi bora na tunaye hapa. Karibu sana. Asante sana. Unaweza kutuambia unaitwa nani? Kwa majina naitwa Frank Mwikwabe Nokwe. Nimesoma shahada ya sayansi katika mifumo ya mawasiliano ya kibiashara. Yaani Bachelor of Science in Business Information Systems. Kwa nini uliamua kuchagua programu hii? Niliamua kuchagua programu hii kwa sababu ninatamani kuunganisha biashara pamoja na teknolojia ya habari ili kukuza uchumi wa Tanzania. Ni kitu gani labda kipya ama teknolojia ambayo wewe umekuja nayo? Teknolojia mpya ambayo ina trend kwa wakati wa sasa ni teknolojia ya akili unde au tunasema artificial intelligence, ambayo ninapenda sana kujifunza teknolojia hii kutokana na wakati huu ambapo teknolojia inakuwa zaidi duniani ili kuleta mabadiliko chanya katika nchi yetu ya Tanzania, lakini pia East Africa na duniani kwa ujumla. Wanasema akili unde inapumbaza akili. Kwako wewe hilo unalizungumziaje na pengine umejiandaa vipi na kukabiliana na hilo? Mimi akili unde naichukulia kama fursa, kwa sababu wanakuambia kwamba kama mashine zinazidi kuongezeka duniani au tunasema hizi akili unde zinaongezeka duniani kama challenge, mimi naichukulia kama fursa ya mimi mtu wa teknolojia ya habari au ICT kwa ajili ya kukuza uchumi zaidi, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo ukivifanya katika akili ya binadamu ya kawaida tunasema kuna human errors na kuna human bias. Kwa hiyo mimi naitumia kama fursa kwa ajili ya kujiimarisha zaidi katika eneo hilo ambapo nitaleta manufaa zaidi na teknolojia zaidi katika mifumo ya mawasiliano, lakini pia katika kukuza biashara na uchumi wa Tanzania kwa ujumla. Umechaguliwa kuwa mwanafunzi bora wa Ndaki ya Saivu. Ili umelipokeaje? Nimelipokea kwa furaha sana kwa upande wangu, kwa sababu hakuna mtu ambaye anakuja chuo kwamba ana expect kwamba anajua mwisho wake utakuwaje, japo tunaweka malengo, lakini ikitokea hivi kwamba umekuwa mwanafunzi bora wa Ndaki ni swala la kumshukuru Mungu, na niseme tu kwa ujumla nimelipokea kwa furaha sana. Ni vitu gani ambavyo ulivifanya mpaka umefanikiwa kwenda kuwa mwanafunzi bora? Cha kwanza ni nidhamu, lakini pia kujiamini, kuheshimu ratiba yako, ushirikiano na wenzako, group discussions, lakini pia yani cha ujumla ni nidhamu ya kuzingatia masomo. Kwa sababu huku chuo kikuu tunasema ni usimamizi binafsi, uhuru binafsi. Hakuna mtu atakulazimisha uende darasani au hakuna lecturer atakuja atakulazimisha ufanye assignment, si ndio? Kwenye group assignment mtu anaweza asifanye lakini akatokea kwenye jina. Kwa hiyo ni nidhamu binafsi. Nidhamu binafsi inaleta ushindi. Hii una dedicate kwa nani? Kwanza naomba ni dedicate kwa mkuu wangu wa chuo. Alafu pili nisimsahau Profesa Kusiluka, makamu mkuu wa chuo na management yote ya utawala mkuu. Katika level ya Ndaki na dedicate kwa principal wangu Daktari Hector Mongi. Nampa saluti sana. Lakini pia nisimsahau mkuu wa idara Dr. Hilda, amekuwa akinishika mkono bega kwa bega, lakini pia supervisor wangu wa FYP au tunasema final year project, ambaye amekuwa msaada mkubwa sana hata kunifanikisha mpaka leo nimekuwa mahali hapa. Lakini pia nisimsahau coordinator wangu. Shukrani zangu za mwisho ziende kwa coordinator Dr. Gilbert. Amekuwa akinishika mkono sana. Ushauri kwa wanafunzi ambao wamebaki wadogo zako ambao pia wanatamani kufikia level kama ambao umefikia wewe, nini hasa ambacho unaweza kuwashauri? Kwa wanafunzi ambao bado wanaendelea kama wanatamani kufikia level ndio fikia mimi ya best student, ninawashauri kwanza waweke malengo wakiwa tangu wapo mwaka wa kwanza, kwa sababu ili kufikia malengo haya inabidi mtu tunasema ile overall GPA, yani ufanye maintain GPA. Uwezo ukawa umefika mwaka wa 3 au mwaka wa 4 ndio ukaanza kupambana kwa best student. Kwa hiyo mapambano yanaanza mapema. Kwa ushauri wangu ni kwamba wazingatie ratiba, wasikilize maelekezo ya lecturers au wahadhiri wa vyuo vikuu, lakini pia waweke nidhamu na ushirikiano. Ndio. Malengo yako baada ya hapa ni nini, hususan katika baada ya kumaliza labda kwenye eneo la teknolojia? Malengo yangu mimi ni kuwa mwanateknolojia. Nataka kujiimarisha katika akili unde pamoja na data na sayansi ya data. Yaani tunasema data science and artificial intelligence. Ninatamani sana kujiimarisha katika shahada ya uzamili katika sayansi ya data na akili unde. Asante sana.
Asante sana. Sawa. Huyo ni Frenki Nokwe ambaye ni mwanafunzi bora wa handaki ya SAIV, na ikumbukwe kwamba Chuo Kikuu cha Dodoma kinafanya mahafali ya 16 na leo tarehe 17 ni siku ya kwanza ambapo baadhi ya handaki zinafanya sherehe hiyo, lakini pia kesho baadhi ya handaki zitamalizia ikiwa ni Disemba 18. Wanafunzi takriban 9417 wanatarajiwa kuhitimu katika Chuo Kikuu cha Dodoma ambapo wengi watapokea shahada ya awali, lakini pia wengine watapokea shahada ya uzamili pamoja na uzamivu, lakini wengine pia wakipokea stashahada. Nikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, mimi ni Yohana Mashauri na hii ni Open Online Media.